Musa alionyeshwa nini? Ndio swali ambalo tunatafuta kujibu. Kwanza kabisa itakuwa ni vizuri tukipata kwanza tuko wapi, ndiposa tunapoingia tunajua ni kitu gani tunasuluhisha, ni kitu gani ambacho hatusuluhishi. Sawa sawa. Kwa kitu cha kwanza, pendekezo la kwanza ni kwamba kaonyeshwa mfano. Okay, sawa. Mtu wa pili katikati hapa, pendekezo. Haya, huku pendekezo. Kule nje mbona asifiwe? Tuko salama. Musa alichoonyeshwa mlimani alionyeshwa kitu gani? Hivi tumeogopa nini? Ama ni sasa hatuna chochote cha kuongezea zaidi ya sema tulivyojifunza na unavyojua. Kwa hiyo hakuna. Alionyesha mfano wa hekalu. Ndicho wengi wanachokifahamu. Okay, wangapi ambao huo ndio ufahamu tulio nao? Alionyesha mfano. Okay. Sawa sawa. Basi hicho ndicho ambacho tunaenda kuangalia. Naomba tufungue kitabu cha Waebrania 8 mstari wa 5. Kwenye lugha ya Kiswahili ningependa uweze kusoma. Waebrania 8 mstari ule wa 5. Nasema, wamtumikiao mfano wa kivuli, watumikiao mfano na kivuli cha mambo ya mbinguni. Sawa. Kama Musa alivyoagizwa na Mungu. Kwa hiyo waliotangulia katika huduma zilizotangulia kabla ya hapo, nasema walikuwa wanatumikia katika mfano na kivuli na kivuli cha mambo ya mbinguni, kama Musa alivyoagizwa na Mungu alipokuwa tayari kuifanya ile hema. Maana asema, angalia ukavifanye vitu vyote kwa mfano ule ulioonyeshwa katika mlima. Sawa sana. Kwa hiyo yale ambayo Musa aliweza alionyeshwa mfano wa mambo ya mbinguni, sio? Ni kweli si kweli? Tunakubaliana mpaka hapa, tukubaliani? Tunakubaliana. Basi ikiwa tunakubaliana, kwa wale ambao watakuwa wanauelewa kidogo ama wamepata kuelewa ama wajifunze somo la hekalu, ndio kama itakuwa inaonekana. Haionekani, sio? Haionekani kwa mbali. Kwa mbali. Okay, sawa, tutangulia basi. So, kuna kipengele ambacho ninatafuta katika majifunzo haya. Kawaida ya jinsi ambavyo tumejifunza, tumesema ni kwamba Musa alionyeshwa mfano na basi akatengeneza huo mfano. Kwa hiyo alichotengeneza ndio mfano au alichokionyesha ndio mfano. Fafanue hapo tuweza kuweka vitu viwili tofauti. Alichotengeneza, yani kwenye kauli mlioisema kuna kitu natafuta bado, sijapata kitu fulani. Alichotengeneza ndio mfano au alichoonyeshwa ndio mfano. Sasa hapo ningependa mapendekezo tena. Sauti nimesikia somewhere. Yes? Alichotengeneza ndio mfano. Alichotengeneza ndio mfano. Okay, sawa. Ni hapo kulikuwa na mkono hapa. Alichoonyeshwa ndio mfano. Wewe alikopi. Yaani alionyesha mfano akaukopi, sio? Okay. Mwingine? Haya, sawa. Mbona maswali haya yanaibuka mwanzoni mwa majifunzo yetu? Ni kwa sababu ni kweli tukitumia Biblia ya Kiingereza nasema ya kwamba being servants of that which is a copy
and an image. Kwa hiyo aliyoyatengeneza ilikuwa ni copy au image. Kwa hiyo alichotengeneza ni moja kwa moja kwa kile alichokiona. Sawa? Naomba tena nirudi katika swali lile nililoliuliza. Alichokiona ni mfano au aliona kitu halisi? Aliona kitu halisi, akatengeneza mfano. Sawa? Sasa tunaweza kutembea taratibu sasa. Alichotengeneza ni mfano, alichoonyeshwa ni halisi. Sasa turudi tusome maandiko. Being servant of that which is a copy and an image of the things in heaven. Kwa hiyo alitengeneza kitu ambacho ni copy na image ya vitu. Sasa hapa kwenye notes zangu, kwa wale ambao wanaelewa lugha ya Kiingereza, kuna kitu ambacho nimefanya. Nimesisitiza maneno haya, of the things in heaven. Sawa? Kwenye Kiswahili nimesema mambo ya mbinguni. Kiswahili hichi mpaka hapo, kama ni Kiswahili sasa hii sijui, sio sawa sawa na sentence hii. Niko sawa? Sentensi hii mambo ya mbinguni sio moja kwa moja sentensi hii the things in heaven. Nawaambia kwa nini. Lakini tuendelee, kuna vitu tunatafuta. Alionyeshwa mfano atengeneze huo mfano kama copy, ama alionyeshwa kitu halisi akatengeneza mfano. Mstari wa Biblia hii inaitwa The Bible Basic English version hii. Version nyingine inaitwa Darby, anasema who serve representation and shadow, kwamba walikuwa wanahudumu katika kiwakilishi na kivuli of heavenly things. Kwenye notes zako naomba ujiulize swali, kuna tofauti ya heavenly things na things in heaven? Kuna tofauti kwa lugha? Sasa tuko okay. Hapa nimeweka word study. Tunaanza kumenya na kuchambua neno. Sawa? Kitabu cha Timotheo inatuambia kwamba kila neno lina faa. Sawa? Naomba nifanye iwe rahisi kwa kuanzia hapa. Ni nini maana ya neno in kwa Kiswahili chepesi? Maana ya neno in, kwa hivyo inasisitiza hayo yanayozungumziwa yapo ndani. Kwa hiyo ni mambo ya mbinguni. Sawa? Tutoe macho kidogo hapo. Kwa hiyo ni mambo ya mbinguni, lakini kuna msisitizo, hayo mambo yapo ndani. Wapi? Mbinguni. Sawa? Kwa hiyo aliyaonyesha, tukitumia lugha ya things in heaven, tukitumia version nyingine inakuwa inamaanisha ya kwamba alionyeshwa vitu vilivyo ndani. Wapi? Mbinguni. Ndivyo alivyofunguliwa akaonyeshwa. Kwa hivyo alivyovionyeshwa ndivyo anavyoenda kufanya nini? Kuvitengeneza. Mpaka hapo tuelewana kwenye kwa uaminifu kwenye lugha? Tuelewana vizuri? Okay. Lakini lugha nyingine hii inayosema hapa heavenly things, hilo neno in lipo halipo. Sasa hilo neno heavenly things ndilo ambalo nataka tulifuate tena kidogo. Ni unaposema heavenly things, ndio nisiwachoshe na maswali, na maswali yatakuwa mengi. Nitumie mfano wa lugha rahisi. Nikisema gari iliyo Kenya, in Kenya, si ndio? Mnaelewa hiyo sentence? Gari iliyo in Kenya, sawa? Heavenly things ndio hiyo, ama ni things in heaven? Kwa hivyo nikisema gari iliyo Kenya na maanisha in Kenya, sio? Lakini nikisema gari ya Kenya, hiyo ni in Kenya ama ya Kenya, heavenly things.
Katika maelekezo haya hizo sentensi mbili. Katika muktadha kwamba haijalishi mambo ya mbinguni. Yawezekana yako duniani au mahali pengine au ndani kule mbinguni. Kwa hivyo when you say heavenly, samahani, nimeweza kuongea lugha ya kweli. Naomba nijirekebishe. Okay, ni sawa kwa sababu tunatafuta hapa neno, kwa maana ndio maana jana nikasema ya kwamba msingi tunaozungumzia leo ukikupita, then yote ambayo yako mbele yatakupita, because tunaenda kuzungumzia kitu kinachoitwa heavenly sanctuary, sio? Kuna kinaitwa hekalu la mbinguni, sio? Tunatafuta kujifunza mambo yanayotendeka katika hekalu la mbinguni. So before tufike huko, lazima tujue ya kwamba Musa aliyoyatengeneza yalikuwa ni mfano na sura ya, je, ni mambo yaliyo mbinguni au ni mambo ya mbinguni? Sasa kwenye Kiswahili umetafsiriwa moja kwa moja kwa ya mbinguni, ila kwenye mawazo yenu mlichonacho ni in. Sawa? So naomba nitumie ule mfano tena tuweze kurejea nyuma. Unaposema kitu kinachosema heavenly, sio lazima kikawa ya kwamba location yake ipo ndani, ila inaweza kuwa ipo, si ndio? Inaweza kuwa ipo ndani au inaweza kuwa nje. So ninachotafuta ni kwamba usisahau swali tulio nalo ni hili hapa. Musa alichokionyeshwa ni mambo ya mbinguni moja kwa moja yaliyo huko ndani yalifunguliwa. Yaani kwa mfano, what I'm looking for example, ikiwa Musa alikuwa duniani hapa, so kuna kitu fulani kimefunga nini? Mbingu, kikaondolewa, akafunguliwa, akaonyeshwa mambo yaliyo ndani. Sawa? Au ni mambo ya hapo ndani lakini haifafanui yapo ndani wapi ama yapo katika sehemu gani. Unaelewa? Ndio maana natumia mfano rahisi. Yaani msishangae nini inafanya hapa. Itaeleweka tu. Nachofanya hapa nimetumia mfano wa kitu halisi ambacho mnaweza kuelewa. Kuna gari ya Kenya iko kule juu, sio? Ni gari ya Kenya. Ila unaposema gari ya Kenya inaweza kuwa iko Kenya ama iko Tanzania ama iko Uganda, ila ni ya wapi? Ni ya Kenya. Lakini ukisema gari iliyo Kenya, then inamaanisha usisitizo ulioweka ni kwamba gari hiyo sawa ipo wapi? Kenya, sawa? Sasa kwa nini haya yote ni ya muhimu? Ningelipenda niwafanyie mtihani. Niwaonyeshe kipengele fulani. Tunasoma kitabu kinachoitwa Waebrania ngapi? Waebrania 8 ule mstari wa 5. Sasa kuna kipengele kipo kwenye kitabu cha ama nitumie gani? Kuna kipengele kipo kwenye kitabu cha hii nasomeka. Haya maanisha nasomeka. Madogo. Sawa, basi ndio tufungue Biblia zetu hapo. Just a minute. Tuone kitabu cha Waefeso. Naomba tufungue kitabu cha Waefeso. Waefeso 6 mstari wa 12. 12 anasema, Naam. Kwa maana kushindana kwetu sisi si juu ya damu na nyama. Kwa maana kushindana kwetu si juu ya nini? Ya damu na nyama. Ya damu na nyama. Bali ni juu ya falme na mamlaka. Bali ni juu ya falme na mamlaka. Juu ya wakuu wa giza hili. Juu ya wakuu wa giza hili. Juu ya majeshi ya pepo wabaya katika ulimwengu wa roho. Asante. Sasa hivyo ndivyo vita ambavyo tunavyofanya kitu gani? Tunavyopigana navyo. Sasa ningelipenda tuangalie kitu fulani. Sasa vita tunavyopigana navyo kulingana na kitabu cha Waefeso, sijui kama itakuwa inaonekana. Aaron. For we wrestle not. Kwa maana kushindana kwetu sisi si juu ya damu na nyama. Not against flesh and blood. Biblia inasema damu na nini? Na nyama. Okay, twende mbele. Bali ni juu ya falme na mamlaka. Alafu anasema
of darkness, but against nini? Principality imesema nini hapo? Falme na mamlaka. Alafu against nini nyingine? Falme. Power, nini nyingine? Juu ya wakuu wa giza hili. Juu ya wakuu, ruler, sio? Ndio hiyo hapo, umeona? Haya, twende mbele. Juu ya majeshi ya pepo wabaya. Haya, of darkness of this world against spiritual what? Katika ulimwengu wa roho. Katika ulimwengu wa roho. So imeisha hivyo. Sasa ulimwengu wa roho ni hili neno. Umeona hili? High what? High what? Sasa kama wangapi ambao mnaona mbele hapa? Mnaona? Sasa kuna kitu tufanye hapa kidogo. Ukiangalia hili neno hili places halina neno lingine mbele yake, sawa? Kumaanisha hili neno limeongezwa wakati ulipokuwa unatafsiri Biblia. Sawa? Kwa maana neno la Kigiriki ni hili limefika hapa ambalo linazungumzia high, okay? Hili lingine halipo. Yaani waliweka ndipo wakufanue walichokuwa na maanisha. Sio kama unaelewa, turudi hapa. Finally kuna nini? Namba fulani. Kuna jina fulani hapo la Kigiriki. Unaliona? My kuna nini? Unaelewa? Brethren kuna. So ukikuja hapa unagundua kuna kitu fulani tunachotafuta hapa. Ukiingia in iko na nini? Mnaiona? Haya, ukikuja ha iko na okay, na ikikuja hii nothing. Kumaanisha hilo neno halipo katika nini? Manuscript za nini? Za kwanza. Sasa sisi tunatafuta ni hili neno what? High. Hilo neno high sasa linachokifanya inakuja inaguza hapa. Hili neno hilo ambalo liko hapo verse 12, hiyo neno liko wapi? Hili hapa. Hilo. Milioni maji nimeweka hiyo kijiti. Hiyo ndio tunatafuta hiyo. Sawa? So nikiguza hapo inanifungulia page nyingine wapi? Hapa. Sawa? So ikishafungulia page hiyo inanipatia hilo neno. Walipokuwa wanachukua zile manuscript za Biblia zote walizipatia kila neno namba. Sawa? Kwa hivyo ukienda kwenye manuscript za Biblia utapata ya kwamba namba ya hilo neno ni namba 2032. Sawa? Ambayo inapeana maana yake na jinsi ambavyo imetumika katika nini? King James Version. Kwa hiyo hilo neno tunalolitafuta ndio hili. Wamepeana imetoka katika sehemu mbili, sawa? Alafu anasema above what? The sky. Ambayo inamaanisha celestial. Juu ya anga ama katika ulimwengu wa nini? Wa kiroho, celestial, sawa? Ambayo ni heavenly au high. Sasa hiyo ndio vitu tunaopigana. Sasa tunaopigana na wao wako wapi? Wapo wapi? Heavenly. Sasa je, sisi ni wa ufalme gani? Wa mbinguni. Na vita tunavyopigana sio vya damu na nini, lakini ni vya falme vya giza, watawala wa nini? Wa nini? Wa heavenly. Sasa kwani tuko kwenye ufalme ambao huo ufalme ndani yake tuko hapo sisi wenyewe tunapigana? Hapana. Sasa hili neno heavenly inaweza kuwa inamaanisha mambo yaliyo ndani wapi? Mbinguni, au mambo ambayo asilia yake ni ya mbinguni lakini hayapo mbinguni. Haya, sasa naomba nirudi tena nyuma kidogo. Tukisema ya kwamba vita tunavyopigana ni vya dhidi, hebu fungua jamani tena. Wangapi ambao wanaelewa nafanya nini? Nashukuru Mungu anatusaidia hapa. Kwa hivyo hapa naomba tena Aroni usimame. Soma pale. 12. Kwa maana kushindana kwetu sisi si juu ya damu na nyama. Kwa hivyo tupo katika mashindano, ni kweli? Ndio. Lakini si juu ya nini? Damu na nyama. Si ndio? Lakini juu ya nini? Bali ni juu ya falme na mamlaka. Number 1. Falme na nini? Mamlaka. Twende. Juu ya wakuu wa giza hili. Juu ya wakuu wa giza hilo. Hao wakuu wako wapi? Duniani. Tuendelee. Juu ya majeshi ya pepo wabaya katika ulimwengu. Hao pepo wabaya wako wapi? Duniani. Wapi? Duniani. Tuendelee. Imesha? Katika ulimwengu wa roho. Sasa huo ulimwengu wa roho ndio hii heavenly. Sasa hao wote ambao tunapigana na wao wako ndani mbinguni au wako huku? Wako huku. Ile wanaitwa wa wapi? Heavenly. Kwa hiyo wanaitwa heavenly na wako huko. Kwa maana walipoumbwa mara ya kwanza, Mungu aliumba watu wote kwenye ufalme wake wa mbinguni.
sio? Lakini pambano kuu lilipoanza, kuna wale waliomuasi wakatoka toka ufalme wa nini? Wa mbinguni. Wakatoka mbinguni wakakuja wapi? Duniani. Wakatafuta makao mengine hapa duniani. Kwa hivyo wameanzisha ufalme mwingine duniani, lakini hawa watu nao pigana na wao na nguvu hizi, mwanzo wao na chanzo chao kilikuwa wapi? Kwa hiyo nikisema hivi, neno heavenly sio lazima litakuwa linazungumzia mambo yaliyo ndani mbinguni mahali Mungu anakaa. Takuwa nimekosea? Niko sawa? Wangapi ambao wanasema niko sawa? Okay. So then kuna uzito wa kutafuta tujue maandiko ilikuwa yanazungumzia mambo yaliyo ndani au mambo yaliyo heavenly. Kwa maana heavenly sio lazima hiyo ninachozungumziwa kilikuwa ndani. Sawa? Naomba muandike hili namba. Maana hiyo namba? Hilo namba ya heavenly. Kwa hivyo hili neno la heavenly, namba ya heavenly namba ngapi? G2030 what? 32, si ndio? Naomba tuende kitabu cha Waebrania. Sasa kwenye hapo tumeshaisoma kwenye Biblia za Kiswahili. Sasa naomba tena nitumie hii Biblia niliyo hapa nao mbele. So naomba tuangalie column hii. Sawa? Tutembee pamoja jamani, tutembee pamoja. Sawa? Tuko kwenye column gani? Column hii. Sasa naomba niko kwenye kitabu cha Waefeso, sawa? Sasa nataka nibadilishe kwenye kitabu cha Waebrania. Kwa hiyo tuna kitabu cha Hebrews. Hebrews iko wapi? Hiyo hapo. Hebrews chapter what? Chapter 8 verse what? Verse 5. Ndio verse 5, sio? Ndio. Okay, fungua. Anasema, okay, watumikiao mfano na kivuli cha mambo ya mbinguni. Kwa hivyo watumishi hawa walikuwa wanatumia mfano na kivuli cha nini? Cha mambo ya mbinguni. Cha mambo ya mbinguni. Kama Musa alivyoagizwa na Mungu. Sasa hiyo hapa. Who serve unto example and shadow of water. Of water. Heavenly water. Things. Heavenly things. Hilo neno ndio gani? Mliona? So tuliguze tu confirm hilo neno ni neno gani? Unaelewa? Ndio. Okay, so naliguza hilo neno. Verse 5 ndio hiyo, heavenly kwa wapi ndio hiyo. Tuguze hilo neno. So nimeguza hilo neno, nitataka kuliguza hili. Umeona? Tayari na before nifungue imekuonyesha namba fulani hapo. Mnaiona hiyo namba? Kila mtu angalie kuondolea macho hapo kwenye screen hapo. Umeona? Naguza hapo. Naguza hapo. Naendelea kuguza, inabadilika inabaki ile ile. Ngoja kidogo. Tuangalie hapa. Unaona hapa? Nikiguza kule, mwangalie kule. Nikiguza kule, huku inabadilika. Hapana, inabaki ile. Naomba tuguze hili neno. Hili la kwanza hili. Unaona hilo? Nikiguza hilo neno la kwanza hilo. Huku badilika. So naomba nirudi tena hapa. Heavenly things. Unaona mahali liko heavenly water things. Niguze hapo. Umekuja wapi? Neno gani? Namba ngapi? 20. Kwa hivyo lile neno tunalizungumzia kitabu cha Waefeso, vita tunavyopambana navyo ni hilo ambalo limetumia kitabu cha Waebrania ngapi? 5. Inapozungumziwa kile ambacho Musa alichoonyeshwa. Sawa? Kwa hiyo ukifungua mpaka hapo hiyo lesson ya kusoma neno heavenly imeishia hapo. Sawa? Turudi kwenye screen yetu. Kwa hiyo ukianza kujifunza kitabu cha Waebrania 5 kuhusu hekalu, kuna kitu kimoja ambacho moja kwa moja hauwezi pata jibu ukisoma pale. Musa alichokionyeshwa, alifunguliwa hekalu la mbinguni lenyewe huko ndani, akaambiwa sasa ukienda huko tengeneza linavyokaa hivyo. Sasa na ukitumia pia common sense itakugomea. Kwa nini? Sijui kama mambo utakuwa umeisha ama bado. Kwa maana Musa alichotengeneza, sijui kama itakuwa inaonekana. Tuone tena mbele kidogo. Kwa hivyo hayo yote ni model aliyoitengeneza Musa. Yaani hayo ndio aliyotengeneza Musa. Toka nje kuelekea katika uwani kule alafu kwenye hema. Haya yote ndio aliyoyatengeneza, sio? Hakutumia akili yake, sio? Hakutumia nini? Akili yake. Alitengeneza alichoonyeshwa, sawa? Kwa hiyo hiki ndicho
kitu ambacho ukiambia Musa uliona nini, atakuambia niliona bakuli la maji. Sawa? Ila hilo la bakuli la maji lilionyeshwa lilikuwa huko mbinguni kwa Mungu, mahali Mungu anakaa. Lilikuwa la mbinguni. Ila hawezi sema ya kwamba Musa alifunguliwa akaonyeshwa safu ya mbinguni kuna nini? Birika la nini? La maji. Ama ukiingia ndani kwenye chumba hapo kuna meza ya mikate, sio? Kwa hivyo hawezi sema kwamba Musa alifunguliwa safu ya mbinguni akaonyeshwa mahali Mungu alikuwa anakaa wakati wa ibada, kuna mahali fulani kuna mikate kila siku. Sio tunaelewana vizuri. Ila hayo aliyoonyeshwa, aliyafanya nini? Alionyeshwa. Aliyoyaonyeshwa ni kitu halisi alionyeshwa au mfano wa kitu halisi? Mfano wa kitu halisi. Sawa? Okay. Sasa shida iliyopo ni kwamba jinsi ambavyo tumesoma kiuadventista ni kwamba tumefunzwa kwamba unapoanza kujifunza somo la hekalu, tunaanza kutafuta jinsi ambavyo ule mfano unavyoonekana na mambo yanavyofanyika pale. Unaanza kutafuta moja kwa moja katika makao ya nani? Ya Mungu. Sawa? Ukienda hivyo, then utakuwa na theolojia fulani ambayo utaizungumzia mbele, ambayo inakaa wakati mwingine very stupid. Let me use that language. Si lugha kali, lakini that's the fact. Kwa nini nasema very stupid theology? It is stupid theology kwa sababu ukiingia kwenye mfano alioonyeshwa, aliotengeneza mfano huo, alionyeshwa madhabahu yaliyokuwa kama zakosea yaliyokuwa katika karibu na kitambaa pazia ambayo inatengenezwa katika chumba cha kwanza, chumba cha pili, sio? Kulikuwa na meza, sio meza, madhabahu ya kufukizia nini? Uvumba. Mahali ambapo kuhani mkuu huwa anawakilishwa, anakuja pale, anaenda kule nje, anachukua kaa la moto Gabriel, anakuja kwenye madhabahu ya kufukizia uvumba, alafu na kicheteo anaanza kukiinua mbele ya nani? Mbele ya nani? Mbele ya ile kitambaa. Lakini mbele ya ile kitambaa sio kitambaa anainulia, ni yule aliye nini? Nyuma ya kitambaa. Sawa? So tunapata theolojia ambayo inahitaji Mungu huwa akiletewa kitu gani? Uvumba. Sawa? Unaelewa? Mnaelewa? Sasa huo uvumba Mungu anautakia nini? Anataka manukato ya kitu gani? Harufu. Afanyie nini? Nyumba yake kuna uvundo. Harufu. Afurahie. Alafu nini iwe ni kuolewa hapa chini namna gani? So alafu asubuhi na mapema, kila asubuhi kuhani mkuu anakuja hapa, anatafuta nafasi ya kusafisha taa, sio? Zile taa anasafisha zile sijui niseme nitumie lugha gani? The twins zile zinazokuwa zinawaka zile. Anasafisha na ziandaa niposa jioni ziwashwe. So unajiuliza swali, so kama hivyo ndio aliyoonyeshwa Musa, kwa hiyo mbinguni kila siku asubuhi Kristo huwa anaamka kusafisha taa fulani ambazo huwa zinakuwa chafu. Unaelewa? So that's the problem with theolojia ya Waadventista ambao tumekuwa na tangu 1844. Tumejifunza kuna hekalu la mbinguni, ila tukakomea kwamba vile ambavyo Waisraeli walikuwa kuelewa kile walichokuwa wamepewa mfano wake ilikuwa ni nini maanisha. Tumebeba hiyo ambayo Musa alikuwa ameipewa, tumeingia nao hivyo katika makao ya nani? Ya Mungu. So naomba tuweke kitu kimoja. Kuna tofauti kati ya kusema mambo yaliyo mbinguni na mambo ya mbinguni. Mpaka hapo tuelewani? Kwa hivyo Musa hawezi sema ya kwamba moja kwa moja alionyeshwa vitu vya wapi. Hiyo hawezi sema. Hiyo vitu vya no. Tumekosea. Hawezi sema kwamba Musa alifunguliwa pazia akaonyeshwa mambo yaliyo ndani wapi? Because let me tell you, mbinguni hakuna kuchinja. Mbinguni hakuna kufanya nini? Kuchinja. Bali alichoonyeshwa kimefunikwa na ngozi za pomboo na ndama na mbuzi. Material inatoka wapi? Duniani. Kwa wakati mwingine Mungu anakuwa malaika anakuja ananyemelea wanyama fulani, anakuja anachukua chinja, anachukua magozi tufanye repair kule. Akitamke na kuwa. Akitamke na kuwa anakuja hapa. Mpaka hapo nafikiria hicho kimeweza kutoshea pale. Twende, naomba mtu afungue kitabu kinachoitwa kitabu cha Kutoka. 25. Mstari wa 8. Naam?
nao na wanifanyie patakatifu, na wao wanifanyie patakatifu, ili nipate kukaa kati yao. ili nipate kukaa kati yao. Kwa hiyo kile ambacho Mungu anachokisema hapa, kwani kumeendaje dini yangu imekuwa mama. Okay, sawa sawa. Kwa hivyo anasema wanifanyie patakatifu ili nipate kukaa pamoja nao. Kwa hivyo Mungu alikuwa anatafuta awatengenezewe kinachoitwa neno gani? Patakatifu. Sawa? Hiyo ni ndio tunaotafuta. Alitamani atengenezewe patakatifu ndipo aweze kukaa pamoja nao. Hiki kipengele tutakirudia. Mstari wa 9 inasema namna gani? Sawa sawa na haya yote ni kuonyeshayo. Sasa sikizeni vizuri, anasema sawa sawa na yote nitakayo kuonyesha. Kumbuka swali ni hili, Musa alionyeshwa nini? Sasa naomba tufuate maandiko yanavyosema. Sawa sawa na nitakayo kuonyesha. Mfano wa maskani, mfano wa maskani, na mfano wa vyombo vyote, mfano wa vyombo vyake vyote. Naomba mpaka hapa niseme kitu fulani. Naomba usikae ndugu. Ukisema alionyeshwa masikani ya mbinguni, umepata umekosea? Umepata? Umekosea. Kwa nini? Hakuonyeshwa maskani ya mbinguni, alionyeshwa mfano wa nini? Maskani. Hivyo ndio tunaelewana? Kwa hivyo anatengeneza maskani, hema, kwa kufuata sio maskani ya wapi? Bali mfano wa maskani ya wapi? Ya mbinguni. Haya, na vifaa vyote kufuata nini? Tuendelee mbele. Ndivyo mtakavyovifanya. Ndivyo mtakavyovifanya. Kwa hiyo mtu anaposema ya kwamba wewe unasema kwamba Mungu ako na hekalu mbinguni, na sasa ukikataa kwamba hilo hekalu halikai vile ambavyo vile Musa alivyolionyeshwa, utakuwa umekosea wapi? Anambia hapana, unajua nini? Musa alionyeshwa maskani ya nini? Ya mbinguni. Sasa ukisema alionyeshwa maskani ya mbinguni, si kweli. Kwa maana maskani aliyoonyeshwa ni mfano. Sawa? Kwa hiyo Musa alichotengeneza ni hicho alichoonyeshwa. Hakutumia akili yake. Yaani alichotengeneza pale na alichowaandikia kwenye kitabu akawasomea, hicho ndicho alichoonyeshwa kwenye macho yake. Wewe ulikuwa kwenye ndoto, wewe ulikuwa kwenye njozi, hatujui, lakini kile alichoonyeshwa ndicho atengeneza. Tuko pamoja Luka? Kwa hiyo kama alichotengeneza ni mfano, tushajua hata alichoonyeshwa ni nini chenyewe, ni mfano. Sasa hapo tuna swali. Je, maana ya mfano ni nini? Sasa nikatafuta hilo namba la mfano, yasema inatokana na namba hiyo ambayo ni H1129 lenye maana ya kujenga. Kwa hivyo wanaofanya kazi ya ujenzi wataelewa maana ya neno hilo. Kwa nini? Maana yake ni muundo. Maana yake ni nini? Muundo. Na kwa upanuzi linaweza kumaanisha mfano, namba 2 kielelezo. Nini? Kielelezo. So shika mfano, tunajua ile mfano tushazungumzia sana hata katika makanisa yetu. Sasa tatu emphasize kielelezo, mfano unaofanana na kitu kingine au umbo. Sawa? Mpaka hapo ukisema Kristo ametoa kielelezo, mpanzi alienda akachukua mbegu akaenda kupanda, mbegu moja ikaanguka wapi? Njiani. Ni kielelezo, si ndio? Maana ya kielelezo ukienda kutafuta, kwani Kristo huwa anapandaga katika shamba lipi hili? Utapata haupati. Kwamba akachukua ngano nzuri akaenda akapanda. Sasa wewe unaanza kufikiria Kristo huwa anapandaga ngano hii ambayo tunakula hiyo chapati nayo. Utapata haupati. Sasa hapa kumaanisha hivi, yale ambayo Musa alikuwa anayatengeneza, alikuwa anatengeneza tu vielelezo. Na kazi ya vielelezo ni nini? Ni ufundisho. Sawa? Lazima uende zaidi ya nini? Kielelezo, utafute maana ya nini? Ya kielelezo. Sasa hapo ndio mtihani upo. Kwa nini? Mtu anaweza tafuta maana ajipandikizie yake.
si ndio? Mbegu inasimamia kitu fulani, aweke tafsiri yake. Kwa hivyo hatari iliyoko katika mambo ya hekalu ni kwamba number one, tumekosa kujua kwamba yale yaliyokuwa pale, yaliyokuwa yanatengenezwa pale, yalikuwa ni kielelezo cha mambo mengine. Sawa? Na kielelezo hawezi tafuta kielelezo moja kwa moja kwa kitu halisi. Kwa mfano, mchanga mmoja ulikuwa aina gani? Tutumie ule uliokuwa kuna mbegu ile katika mchanga uliokuwa na mwamba chini. Sasa michanga yote inasimamia nini? Michanga inasimamia nini? Moyo. Lemayan. Ndio. Michanga inasimamia nini? Moyo, sio? Kwa hivyo kielelezo hawezi kipata utimilifu wake moja kwa moja kwa kitu halisi. Sasa uende kutafuta kwenye moyo huu wa mzengowe, kama ni mchanga wa mawe, upasue moyo wako upate mawe ndani. Inawezekana? Haiwezekani, ila kuna maana ile iko pale, utaipata wapi? Moyoni mwake. Sawa? Kwa hivyo vielelezo vina ujumbe zaidi ya yanayotamkwa kwa maneno. Kuna mazito yaliyo nyuma. Na ndio maana sasa kila kitu kwenye hekalu pale, ukienda kwenye mavazi ni kielelezo. Kwa hivyo usifikiri kwamba Kristo mbinguni huwa anabadilisha mavazi. Leo anavaa white, siku nyingine anavaa nguo zilizokuwa kule. Siku nyingine anavaa kofia ya Kiislamu, siku zingine anachukua. Umeelewa? Ukichukua hapo inamaanisha umeenda na kielelezo moja kwa moja kwa mambo halisi, utakuwa umekosea. Na ukishakosea mambo mawili yanatendeka. Jambo la kwanza, hautapata kuelewa maana ya yule mfano na utimilifu wake katika maisha yenyewe. Namba 2, utakuwa na dini ya kipumbavu. Na ndio maana siku ya leo unapata wengine wanasisitiza kwamba lazima uvae jinsi fulani kama kuhani. Hawa ni Israeli wa leo. So lazima uvae kofia fulani kama Kristo alivyokuwa anavaa. Nguo fulani. Kwa maana wanafikiri kwamba utimilifu wa yale mambo ni kwenye nini? Kwenye mavazi, sio? Mwingine anaweza kuwa anasema ya kwamba ndio ufanyie Mungu ibada, aenda kaoshe tawadha miguu, unaelewa? Sasa anatoa wapi hiyo? Kielelezo. Hajafanya kitu gani? Hajaelewa maana ya kielelezo inamaanisha nini. Mwingine kama wale wako kule Kenya, sijui kama wako hapa, wanauza damu ya Kristo kwenye machupa. Hapo tunaona damu ya Kristo, wameanza kufanya biashara ya 1,000, hiyo ni 10,000, sijui ngapi? 20,000 za kwenu hapo. Kwa hivyo wanaanza kuuza damu ya Kristo kwa sababu tunaokolewa na damu ya Kristo, wameanza kutengeneza ya kwao ya kuuzia watu. Unaelewa? Na kuna mpaka maji matakatifu, sio? Yametoka wapi? Hivyo unaelewa, hamna jambo lolote ambalo makuhani wa leo, si makuhani sijui ni nini. Hakuna jambo lolote watu wa leo wanaofanya ambao ni kupindua Injili isipokuwa kutumia mifano iliyokuwa kwenye Biblia ambao wamepotosha. Kama ni maji yalikuwa kwenye hekalu. Sawa? Ila wao wanachukua ule mfano hivyo. Hawakuelewa ule mfano ulikuwa unalenga ufunza wa Israeli nini, ndipo naye ajifunze nini kutoka wapi? Kwenye kielelezo pale. Sasa sisi leo tumebaki hivyo. Sasa naomba twende mbele. Kwa hivyo mfano kwa lugha ya Kiingereza ni model. Sawa? Ni model. Na model ni kama utumie hii nyumba ya mzengoi, alafu itengeneze kwenye boksi fupi hapa jinsi ilivyo hivyo, uiweke hapa na uipake rangi kama inavyofaa kuwepo mwishoni mwa ujenzi. Kwa hivyo itakuwa ni picha ndogo ya kitu halisi. Sawa? Hivi mmenielewa napotumia lugha ya kiujenzi, architectural design. So unapotaka kujenga nyumba lazima uwe na wazo au plan ya nyumba, sio? So ile plan ya nyumba unawakilisha kwenye kamjengo kadogo kwenye boxi. Sijui kama ni boxi ama ni boxi. Ni boxi. Sasa ule mjengo utakupatia details zote za mjengo. Ile jengo ukiangalia pale, ukipelekwa pale, itakupatia kila kitu ya ufahamu wa hiyo jengo. Hapana, itakupatia tu nini? Aramani, a small what? Idea, sio? Okay. Ndiyo maana ya haya kwamba mfano
uwakilisha wa kitu, ni uwakilisho wa kitu kwa kiwango kidogo. Kwa nini? Kwa maana huu mfano wa maskani ambayo inaitwa maskani ya mbinguni, kumbuka ndio sehemu ya ibada ya viumbe wote duniani hapa, sio? Malaika wapo, sio? Maana kwenye michoro ile ya hekalu kuna mahali kwenye vitambaa malaika wameshonashona kwenye vitambaa, sio? Kule ndani zaidi kwenye panapoitwa sehemu ya pili patakatifu mno, sanduku lile la agano, juu yake kuna nini? Malaika. Kuhakikisha kwamba kwenye kazi inayofanyika pale malaika wanahusika, sawa? Sasa swali, kama alichoonyeshwa Musa moja kwa moja ndicho kilicho ndani mbinguni, ile chumba ambacho Musa alitengeneza, ni malaika wangapi wanaweza ingia? Malaika wangapi? Wachache sana. Kwa hivyo haiwezi kuwa alichokitengeneza ndio kitu halisi. Sasa haya yote yanamaanisha kitu gani? Kitabu kingine hicho cha Kutoka 25 mstari wa 9. Tulianza saa 10:17. Okay, sasa hivi saa 11. The Message Bible. Hii ni version ya Biblia inayoitwa hivyo, The Message Bible. Nataka tuisome kuangalia hiyo verse ambayo tumeisoma, Kutoka 25 mstari wa 9. Inasema hivi. Soma. Nasema sawa sawa na haya yote ni kuonyeshayo, you are to construct it following the plan. Kufuata nini? Plan. Sasa kwenye ujenzi unaelewa maana ya plan? Unajua maana ya plan? Ndio. Okay, twende mbele. Anasema mfano wa maskani, I have given you the design. Kwa hiyo alichoonyeshwa Musa ni plan au nini? Design ya maskani ya wapi? Naomba ukae. Kwa kifupi, kama tunaendelea mbele. Nani? Kuna mtu naona anasumbuka kule, Gabriel. Naam. Nachomaanisha ni hivi. Musa alichoonyeshwa ni plan ambayo Mungu alikuwa anamuonyesha Musa na wote waliokuwa wanatazama, plan jinsi ambavyo hekalu la mbinguni linafanana au linafaa kujengwa. Yaani yote uliokuwa unaona kwenye hekalu ni plan au design ambayo Mungu ako nayo kwenye akili ya jinsi ambavyo hekalu lake linafanana au linafaa lije kufanana. Umeelewa? Sasa hiyo najua itagonga mahali itagongana mahali. Itaungana kwa sababu ya kitu fulani baadaye. Ila point ya msingi, kuna kitu kinachoitwa the plan of redemption, mpango wa wokovu. Kwa hivyo kile ambacho Musa anachoonyeshwa ni plan ya wokovu. Zile ni hatua ambazo Mungu anazitumia katika nyakati tofauti tofauti kukamilisha kazi yake ambayo inahusu hekalu lake la nini? La mbinguni. Sawa? Okay. Sasa nataka tudhibitishe hayo yote ambayo tumeyasema. Hii nukuu ni ya Ellen White. Inapatikana kwenye kitabu kinachoitwa 4ASG. Yaani volume ngombo la 4A. Sawa? Spiritual gift. Gombo la ngapi? La 4A. Namba A. Spiritual gift SH. Ukurasa ni wa 5, paragraph ya kwanza. Wangapi ambao wanajua kusoma Kiswahili? Jana mlikuwa mnasema sijui Kiswahili kizungu chenu sijui nini. Haya. Sasa wangapi wanajua kusoma Kiswahili? Wangapi wanajua kusoma Kiswahili? Haya, tuanze. Wanaojua kusoma Kiswahili tuanze. Mungu mwenyewe anaonyesha Musa mfano mdogo wa patakatifu pa mbinguni. Komea. Alimuonyesha patakatifu pa mbinguni. Ni uniambie ndio au hapana? Hapana. Alimuonyesha mfano wa patakatifu pa mbinguni? Hapana. Alimuonyesha mfano mdogo wa nini? Sasa ukienda kule nje mtu anapopayuka na kuambia, najua Mungu alimuonyesha Musa patakatifu pa mbinguni, waambie no. Kwa hivyo kwenye nukuu hii inatudhibitisha kwamba Musa hakuonyeshwa patakatifu.
Sawa? Hakuonyeshwa nini? Alionyeshwa nini? Wangapi tumeelewana mpaka hapo? Musa hakuonyeshwa nini? Lakini alionyeshwa nini? Hiyo iko wazi. Kama hiyo hatua ya kwanza tumepatana vizuri, sasa tumeshapata tofali la kwanza la kuanza kuelewa hekalu katika uhalisia. Kwa nini? Sasa hapa inatuambia hivi, hii inatuletea point fulani kwenye akili. Ya kwanza ni hii. Musa alichotengeneza ni nini? Ni mfano. Sio? Si ndio? Na alichoonyeshwa ni nini? Good. Alichotengeneza ni nini? Na alichoonyeshwa ni nini? Full stop. Sasa kama alichoonyeshwa ni mfano au kielelezo, then hapo kuna mtihani wa kutafuta hekalu lenyewe linaonekanaga aje. Na of course liko na limetengenezwa na nini? Haya maswali yote nafikiria Luka ndio niandikia. Kama Musa alitengeneza mfano na alichoonyeshwa ni nini? Ni mfano. Baada na maanisha tumebaki na maswali ya kwanza. Hekalu halisi linakaa kwa uhalisia wake aje? Kwa maana mfano ni sawasawa na kielelezo. Sawa? Na swali la pili. Maskani haya halisi yamejengwa na material gani? Tumeelewana? Kwa nini? Kwa sababu unapotengeneza model huwa wakati mwingi inatengenezwa na material gani? Duniani hapa model ya nyumba. Mawe, matofali, mawe, kweli model. Boxi au nini? Au ramani. Kwa hivyo uweze na kwamba hii ndio matofali, hii ni matofali. Hiyo sio matofali, hiyo ni nini? Hiyo ni nini? Mzee Ngoya akukuletea model ya nyumba, utasema hii ni matofali. Hiyo ni boxi. Hiyo ni nini? Kwa lazima uanze kutafuta halisia imetengenezwa na malighafi gani? Sawa? Kwa hivyo maswali ya kwanza ilikuwa nini? Maskani halisi imejengwa na vitu gani? Hiyo ni ya kwanza, sawa? Hiyo ni ya pili. Ya kwanza ilikuwa nini? hekalu halisi linakaa aje? Linakaa aje? Kwa maana hiyo ni mfano, si ndio? Haya. Liko wapi? La tatu, hekalu halisi ambalo tunajua la mbinguni liko wapi? Lipoje? La tatu liko wapi? Nukuu hii inaweza patikana vitabu kingine kinachoitwa Wazee na Manabii. Kwa sababu labda hii itakuwa ni ngumu kupata. Wazee na Manabii. Naomba unapoendelea kuandikia kwa juu. Wazee na Manabii ni 343 paragrafu ya pili. Wazee na Manabii 343 paragrafu ya pili. Okay. Sasa, ikiwa haya yote hapo sawa, tunaingia kwenye swali lingine. Ikiwa ni hivyo, patakatifu pa mbinguni ni kitu gani? Sasa, kitabu kile cha Waebrania 8 mstari wa 2 inasema hivi. Alikuwa wanafanya ni kazi ya utumishi waliokuwa wanafanya katika nini? Some Kiswahili. Waebrania 2 mstari wa Waebrania 8 mstari wa 2. Mhudumu wa patakatifu na wa ile hema ya kweli. Kwa hivyo walikuwa ni sorry. Kristo anazungumziwa hapo, sio? Kristo ni mhudumu wa nini? Wa patakatifu. Na wa ile hema ya kweli. Kwa hivyo Kristo ni mhudumu wa nini? Patakatifu. Naomba hapo sasa weke mstari, huduma ya Kristo. Huduma ya Kristo. Kristo anahudumu wapi? Patakatifu au hema ya nini? Ya kweli. Ya kweli. Ambayo Bwana aliiweka wala si ndio tunaona taratibu ndio tuandikie. Huduma ya Kristo number 1 ni katika hema la nini? No. Seka ya mbinguni hapa. Ya kweli. Hema ya nini? Ya kweli. Hema ya kweli. Ni ya kwanza. Mbona inaitwa ya kweli? Kwani nyingine kwa ya uongo?
Ile nyingine ilikuwa uongo. Ile ilikuwa ni mfano. Kwa hivyo hii lugha kwa kifupi, kwa njia rahisi, halisi. Kwa hivyo Kristo ni mhudumu wa patakatifu halisi. Haya, twende ambayo Bwana aliweka wala si mwanadamu. Ambayo Bwana aliiweka na wala sio mwanadamu. So Bwana ndiye aliyeiweka. Sasa hiyo neno kuweka na maanisha nini? Tusome. Which the Lord has pitched and not man. To pitch is to do what? Wangapi ambao wamekuwa wametumia tent? Tent. Hema. Ile kazi ya kuweka hema ndio to pitch a tent. Sawa? Ile kazi ya kufunga tent pale. Kwa hivyo patakatifu harisi ni ile ambayo Bwana ameiweka. Sawa? Sasa before tusikae, tunaenda kufanya kazi pamoja. Na ni nzuri uko na nguvu. Haya, sasa sikiza vizuri hapa. Patakatifu harisi ni ngapi? Ni nukuu hiyo. Patakatifu harisi ni ngapi? Wangapi wanaofikiri kwamba patakatifu zinaweza kuwa nyingi? Inawezekana? Hapana. Haiwezekani, sio? Kwa maana hapa kama ingekuwa ni nyingi angesema tabernacles. Lakini hapa amesema the tabernacle. Yaani kuanzia hapa naomba tuangalie the true tabernacle. Unapotumia hii the inamaanisha Uchache. The. Simosoma Kiingereza. The means what? Yaani unapotumia hiyo na the. Moja. What is the difference? Tofauti ni gani? Msiniferi nani bwana. Hii ni Kiingereza mlichofunzwa shuleni. A means what? Singular. Hii A. Sasa naomba niulize mfano. Tuko na projector hapa. Kati ya A and the tutumia gani? The projector. Kwa nini? Ni moja. Na uweze bahatisha kwenye hii room. Yaani ukiambiwa bring me the projector. It's specific. Faster. Nasema hivi. Yes. Ni kitu ambacho hukuijua. Unaweza kusema a projector. Lakini ukishaiona ndio hii hapa. Unaweza kusema the projector. Kwa hivyo hauwezi bahatisha. Kwa hivyo unaposema a projector, unaweza kuuliza swali gani? Gani? Unaelewa? Lakini anakuambia nilete the. Kwa Tanzania wanaita sentence tata. Unaweza kusema a projector gani? Aina gani? Lakini ukishaiona unasema the. Haya. Kwa hivyo unaposema Kristo ni mhudumu wa the. Kwa hivyo hauwezi kuwa na sanctuary nyingine. Ukishapata mahali umeambiwa kwamba ndio hii. Kuna tafuta nyingine? Tuko pamoja? Ukishaambiwa ndio umeshakuwa ndio hiyo. Hiyo haitoshi, tafuta nyingine. Hakuna. Hai, wangapi Waswahili? Somea. Hema la Wayahudi ilikuwa mfano wa kanisa la Kristo. Hebu turudie tena. Hema Wayahudi ilikuwa mfano wa kanisa la Kikristo. Ilikuwa kwa hivyo, kwa maana alilotengeneza Musa ni mfano, sio? Mfano wa nini? Sio hapa sasa. Kupitia Waebrania 8 kule nyuma tumetoka. Hema ambayo Musa alitengeneza ilikuwa ni mfano wa maskani ya nini? Maskani ya nini? Ya mbinguni, sio? Na hapa huyu mama kama ni nabii wa kweli anasema huo mfano ulikuwa ni kuhusu nini? Kanisa la. Kwa hiyo nikisema hivi kwamba
hekalu la kweli ni kanisa la Kristo. Takuwa nimekosea? Uko sawa. Niko sawa? Sasa alafu mzazi haya, tuhakikishe tena. Alirudisha kidogo pale kwenye hema. Kwenye hema hapo. Hii sentence in Signs of the Time, February 14, 1900, aya ngapi? Hema la Wayahudi, the sanctuary of the Jews, was a model of the Christian church. Kwa hiyo yani kile ambacho Musa alionyeshwa mfano wa kanisa la nani? Lakini hilo kanisa halipo, ni mpango wa kulijenga. Kwa nini? Kwa nini linajengwa? Kwa sababu limeanguka au sasa. Mungu mwanzo aliumba kanisa likiwa kamilifu, Adamu na Hawa katika shamba la Eden. Lakini lile hekalu lilibomolewa kupitia udanganyifu wa nani? Sasa kuna Mungu akona mpango wa kulijenga tena, akatoa mpango wa ujenzi wa hekalu. Kwa hivyo kutoka kule kwenye mlango hadi mwisho ni mpango wa ujenzi wa kanisa la Kristo. Kanisa nini? Nini? Lilo wapi? Kwa hivyo location ya hiyo kanisa iko wapi? Twende mbele. Linaloundwa na wale walioaminifu na washikamanifu kwa Mungu. Ndilo hema la kweli. Nani ana swali? Hema la kweli nini? Nani ana swali? Kanisa lililo duniani, sawa, linaloundwa na wale walio waaminifu na washikamanifu kwa Mungu, ndilo hema la kweli. Ambalo mkombozi ndiye Mungu wake. Mungu wala si mwanadamu ndiye aliyelisimika hema hili. Wewe unataka nini bwana? Nimekwambia usome. Unataka nini? Tunachanganyikiwa. Hapana, si kuchanganyikiwa. Kuna mambo yanagongana kwa akili. Usiseme unachanganyikiwa. Unaeleweka hiyo. Hii inaeleweka hiyo. Sawa? Ila najua tatizo lipo wapi? Tatizo liko hapa. Kuna hema lingine imesimikwa kwenye akili. Ile hema ni la kipagani. Sawa? Twende mbele. Mungu wala sio nini? Ndiye aliyelisimika hili juu ya msingi wa juu. Hema hili ni hiyo. Hema hili ni mwili wa Kristo. Na kutoka kaskazini, kusini, mashariki na magharibi, yeye huwakusanya watu watakaoshiriki katika dunia. Sasa hema ambalo Kristo analolihudumu ndilo hilo. Hema la nini? Halisi, sawa? Na kuna kipengele ambacho natamani tukiweza kukisisitiza, ambacho kinasema ya kwamba Bwana ndiye aliye sawa. Sasa tutafute kwa maandiko ushahidi ya kwamba ni nini hiki kinachosemekana kwa maandiko Mungu ndiye aliyesimika. Sawa? Cha kwanza, fungu la kawaida tu tumelishika na tumelikariri. Zaburi 77:13. Nasemaje? Naomba kama Anania anaweza letewa, mimi naweza dini naye. Kama wengine hawajui dini na wengine, naomba mniletee Anania. Nani Robert? Niletea Anania kaya. Kitabu cha Zaburi 77 mstari wa 13 inasema, Thy way, O God, is in the sanctuary. Kwamba njia yako Bwana, o Mungu, ipo wapi? Patakatifu. Who is so great a God as our God? Nani mkuu kama Mungu wetu? Kiswahili kisomwe. Akipo. Tuendelee. Mungu, njia yako i katika utakatifu. Mungu, njia yako i katika nini?
Kwa hiyo katika patakatifu tunapata njia ya nani? Katika patakatifu tunapata njia ya nani? Kitabu cha Yohana 14 mstari wa 6 inasemaje? Inasema Kristo akasema mimi ndimi na nini? Na nini? Kwa hiyo unapoingia katika hema takatifu, unachoenda kupata huko ni hiki. Kristo. Sio? Ambaye ndiye nini? Njia. Kwa hiyo kuna vipengele viwili hapa ambavyo tunaenda navyo. Kristo ndiye aliyetimiza hekalu kuanzia moja hadi mwisho. Akawa ni hema lililo hai. Sawa? Hema lililo nini? Hai. Kristo alipokuja duniani akasema, naomba before tuende hapo, ikiwa Kristo ndiye anayetimiza kila kipengele kwenye hekalu, yanatimia kwake, then naomba tukumbuke kitabu cha Kutoka 25 mstari wa 8 kwamba nitengenezeeni, nifanyieni patakatifu nipate kukaa pamoja nanyi. Nao Kristo naye alipokuja duniani hapa, unaposoma kitabu cha Mathayo 1:23 akapewa jina Immanueli, neno maanisha Mungu pamoja nasi. Neno maanisha Mungu pamoja nasi. Sasa hii fungu nao isoma na kitabu cha Kutoka 25 mstari wa 8 na tofauti gani? Hamna. Ni kitu kimoja, isipokuwa mmoja ni utimilifu wa kingine. Ni gani inatimiza kingine? Ni gani inayotimiza ingine? Mathayo ndio inayotimiza kwamba Mungu alitamani awe pamoja na nini? Na Waisraeli, sio? Kwa hivyo Kristo alipochukua uungu, no. Alipochukua wanadamu akavisha uungu, alitimiza makusudio aliyokuwa Mungu anayaelekeza kwenye mfano wa kitabu cha nini? Cha Kutoka. So anapotembea hapa tunaona maskani ya Mungu pamoja na wanadamu. Ni kweli? Kwa hivyo Kristo anapotembea hapa duniani tunaona maskani ya Mungu ikitembea na nini? Na wanadamu. Sasa unapoona maskani hayo yanapotembea na katika wanadamu, lengo ni kuwadhihirishia jinsi na wao kazi hiyo hiyo itamalizika ndani yao. Ni vipi ambavyo Mungu aliweza kuonekana kamilifu katika mwili wa Kristo? Inakuwa ni swali. Sasa jinsi ilivyofanyika pale, ndivyo hivyo inafaa itimie ndani yangu, ndiposa tena ile siri ya utauwa iweze kuwa imemalizika. Haimaliziki kwenye jengo fulani la maajabu kule, inamalizika katika miili ya wanadamu watakao tukubali kazi hiyo. Sasa hebu tuende kitabu cha Elimu. Elimu 36 mstari wa 2. Kupitia kwa nani? Kristo. Kusudi ambalo hema lilikuwa ishara yake lilipaswa kutii. Kwa Kristo anapokuja hapa anakuja kutimiza kusudi la nini? La hema, sawa? Kwa hivyo hapa mwalimu naomba niandikie kusudi la hema. Kusudi la hema ilikuwa nini? Hiyo swali libaki pale. Kusudi la nini? Kusudi la hema takatifu. Twende mbele. Katika yote hayo ya katika hema pale, Mungu alitaka watu wake walione kusudi lake kwa ajili ya nafsi ya Wanadamu. Kwa hiyo kusudi la hema ni kuonyesha kusudi ambalo Mungu ako nalo juu ya nini? Ya mwanadamu. Hilo ndilo kusudi lile ambalo baadaye sana Mtume Paulo akisema kwa uongozi wa Roho Mtakatifu akieleza hapa na nukuu Efeso. Sasa twende mbele. Naomba hii tusome wenyewe. Mfumo wa ibada wa Kiyahudi ulikuwa injili katika mfano. Kwa hivyo
mfano huo wote ambao Wayahudi waliupewa ulikuwa ni nini? Injili. Ni Injili. So kama ni Injili, si ni mpango wa wokovu? Sasa anaposema kwamba Musa alionyesha mpango wa nini? Kwa hivyo lile jengo ilikuwa ni mpango jinsi ambavyo wewe na mimi tunafaa tujengwe. Sasa unaona? Yes, shetani sasa ametoa hiyo kazi akaisukuma kwingine. Sasa sisi hapa tuko busy, tunaendelea kusukuma wapi? Atuirejeshi. Tukaanza kuangalia jinsi ambavyo kazi hiyo inafaa ikuwe ikijengwa ndani yetu. Tumeisukuma kwingine. Sasa swali, sisi na Wayahudi kuna tofauti gani? Hatuna. Hamna. Haya, tuendelee hapo. Katika mfano, yaani wasilishaji wa Ukristo kwa njia ya vielelezo ambao ulipaswa kufunuliwa hatua kwa hatua kadri ya akili za watu zilivyoweza kuelewa nuru ya kiroho. Kwa hivyo hekalu ni nini? Turudi nyuma. Mfano, mfumo wa ibada. The Jewish economy was the gospel in what? In figure. Hii ndio itafuta. A presentation of uwakilisho wa kwa hivyo mpango huo si mpango. Yote ambao unaona katika mfumo wa Wayahudi wote ulikuwa ni uwakilisho wa nini? Wa Ukristo, sawa? Lakini Ukristo katika kitu fulani. Kwa kipengele cha kwanza, yote ya Wayahudi waliokuwa wanayatenda kwenye mfumo wa hekalu, yote yalikuwa ni uwakilishaji tu wa Ukristo, sawa? Ila kipengele cha muhimu ni hii hapa, which was to be developed as fast as the mind of the people will comprehend spiritual light. Kwa hiyo inawakilisha Ukristo ambao utaendelea kujengeka kadri akili za wanadamu zitakuwa na uwezo wa kuelewa mwanga wa kiroho. Yaani yote wanaoyatenda ni Ukristo, ila katika vielelezo, sio? Kwa yale yote yanafaa yatimie kwa Wakristo. Sio? Haya. Sasa mpaka hapo ambao Ukristo huu ambao ulipaswa kufunuliwa hatua kwa hatua kadri akili za watu zilivyoweza kuelewa nuru ya kiroho. Kwa hivyo ukiwa katika madhabahu ni hatua ya Ukristo. Uelewa wanadamu umefikia hapo. Hello? Yes. Ukiingia katika birika ni hatua nyingine kanisa la Kikristo linapiga katika uelewa. Yaani haya kwa kifupi ni matengenezo hao sasa. Sasa ukiingia kwa mlango, Kristo ndio nini? Njia ya wokovu. Hiyo ni Luther. Haki kwa imani, hatuokolewi kwa matendo. Hiyo ni hatua ya kwanza. Sawa? Ukiingia kwenye madhabahu, hiyo ni hatua ya pili. Katika Ukristo watu wamefika uelewa, akili zao zimepanuka, wamefika hapo wameelewa mambo fulani kuhusu kafara ya Kristo. Ukiingia kwenye bakuli la maji, mbaptisto anaingia hapo, matengenezo ya ubatizo. Hello? Yes. Akili inaendelea kukua lakini hawajafika, unajua. Haya, ukiingia kwenye chumba cha kwanza, matengenezo yanaendelea. Hapo yanaendelea kwenye vitu vingi, sio? Lakini ukiingia ndani zaidi, kazi inataka kumalizika. Unaelewa? Unaelewa? Hiyo kazi inayofaa kumalizika ni ya wapi? Kichwani. Ya kule ndani patakatifu mno, mahali sheria inafanya nini? Hiyo kazi kaanza 1844. Kwa hiyo kazi ambayo unaiona hapo ni hatua ambazo Mungu ameziweka, sio kwa maana ni yeye ndiye anaye control, hapana. Anaona akili za wanadamu tangu mwanzo, sawa? Anaziona pale mwanzo, anaangalia Adam, anamwangalia huyu tayari ameshaamini mambo fulani maovu kuhusu mimi, amepewa na shetani, sawa? Anayaangalia, anayajua haki bandia. Wangapi wanajua mambo ya haki bandia? Anaangalia haki bandia, anajua huyu jamaa ameshalishwa ile sumu ya shetani. Sasa anasema sasa tunaanza hapa mlangoni pale, anampatia mwana kondoo hatua ya kwanza. Kuanza kuvuta mwanadamu ampatanishe kwenye akili. Kazi inaanza pale. Taratibu. Kristo anapokuja anakuja anadhihirisha yale aliyokuwa kwenye akili zetu wao sisi wauaji.
Ngoja Mungu anataka kutoa, kumbe sisi tunataka nini? Kumuua yeye. Taratibu inaendelea. Mwisho kabisa anataka afanye kazi ya kuunganisha mioyo. Wawe nini? Kitu kimoja, ikawakilishwa na ndoa, kufunga ndoa, tunamaliza kazi. Tuende kusherehekea mbinguni miaka 1000. Unaelewa hii maneno? The Jewish temple was built of hewn stones. Okay, hekalu la Wayahudi lilijengwa na mawe yaliyochimbuliwa kwenye nini? Machimbo ya milimani, sawa? Twende mbele. And every stone ama soma tafsiri. Na kila jiwe was fitted for its place. Liliandaliwa kwa ajili ya sehemu yake kwenye hekalu. And polished, lilichimbuliwa na kusafishwa na kujaribiwa before it was brought to Jerusalem. Kabla halijaletwa wapi? Yerusalemu. Napenda hii. Ngoja. Sasa kwa hivyo kila kitu cha hekalu kilikuwa kinaandaliwa wapi? Kule milimani machimboni kule, sio? Kule linachimbuliwa, sio? Ndio. Alafu ndolewa na ndio uchafu, sio? Yote yanaandaliwa wapi? Yanaandaliwa, yakishakuwa tayari yanabebwa, yanaletwa wapi? Sasa material hiyo ya hekalu kwanza ilikuwa wapi? Machimbo. Ila ni ya wapi? Ila ni ya wapi? No. Material ya hekalu yalikuwa wapi? Machimboni. Ila material hiyo ni ya wapi? Ni ya Yerusalemu. Sio unaelewa? Kwa hiyo ukimuuliza Musa na kina Bezalel kwamba ni nini mnatengeneza, atakwambia ni meza ya hekalu ya Bwana. Lakini iko wapi? Iko wapi? Yerusalemu. Machimboni. Sasa ichukue katika mfano huo, alafu tushajua ya kwamba hekalu la mbinguni nalo linajengwa hivi na material hiyo. Kwa hiyo utagundua material la hekalu ya Yerusalemu ya wapi? Ya mbinguni. Material hiyo ziko wapi? Duniani, machimboni, zinachongwa huko. Zinachongwa kule. Kule ndo zinachongwa, za kuingisha motoni, zinaingishwa, zinasafishwa ndani ya moto. Zikishakuwa safi zinabebwa, zinapelekwa kwenye Yerusalemu, mahali zinafaa. Nini mnacheka? Inaeleweka ndio maana. Haya, twende mbele. And when all Luka. Sawa. And when all were brought, na wakati yote yaliletwa pamoja to the ground, katika sehemu husika ya kujenga, building went together, na jengo lilikuwa linaenda kwa pamoja, without the sound of axe or hammer, bila sauti yeyote ya nini, ya shoka au nyundo. This building represents God's spiritual temple. Kwa hiyo jengo hilo la wapi? La Yerusalemu linawakilisha hekalu la kiroho la Mungu ambalo material ya hiyo jengo inahusu nini? Material yake imekusanywa kutoka kila nini? Taifa. Sasa sikiza. Kulikuwa na maswali ya hekalu halisi lipoje? Maskani halisi imejengwa na vitu gani? Imejengwa na vitu gani? Mawe yaliyo gani? Yaliyochongwa, yaliyo hai. Sawa? Kwa hivyo hekalu la Mungu la mbinguni lipo halipo? Hekalu la Mungu la mbinguni lipo halipo? Material yake ni ngozi za ng'ombe? Ni material hiyo nini? Kwa kesi hiyo tunao hapa, mtu anapokuambia unapozungumza mambo ya hekalu, unazungumzia hekalu gani kwanza wewe? Kwamba hekalu la mbinguni lipo. Ila material ya hiyo hekalu ya mbinguni inahusu material iliyo nini? Hai. Twende mbele. And tongue And people lugha na watu of all grades, wa kila aina ya nini? Grade ni daraja ni mwingine.
tabaka wale wa chini na wa juu, matajiri na maskini, waliosoma ama hawajasoma. Hello, sikizeni vizuri hapa. These are not dead subjects. Haya sio malighafi ya dini. Mungu hana hekalu ambao ina matofali ambayo imekufa. Yaani Mungu hana matofali hiyo. Matofali aliyonayo sio yaliyo nini? Substance iliyo dead. Alafu anasema Be fitted by hammer. Ambayo inahitaji iunganishwe na nyundo na chisa sijui nini. Sawa, tena mbele. They are living stones. Ni mawe yaliyo hai. Quarried out from the world. Ambayo imechimbwa kutoka wapi? Kutoka ulimwenguni. Kutumia nini? Na kutumia ukweli. And the great master builder. Na yule mjenzi mkuu, the Lord of the temple, ambaye ni Bwana wa hekalu, is now hearing and he punishing them. Sasa hivi anaendelea kuchimbua na kusafisha mawe hayo. And fitting them, na kuyaandaa mawe hayo for their respective places, katika sehemu zao tofauti za nini? Katika hekalu lake la kiroho. Twende mbele. Wakati ambao yatakuwa imemalizika, tembo hili, hekalu hili litakuwa kamilifu katika sehemu zake zote. The administration zikiwa ina admiration. Yaani malaika watakuwa unaishangaa haya sawa kama hiyo. The admiration of angels, men, for its builder and maker is God. Kwa sababu mjenzi wake nani? Ana swali. Hekalu la Mungu la mbinguni limejengwa na malighafi yaliyo hai. Malighafi hayo yako machimboni, lakini sehemu yao haifai kuwa machimboni, nafaa kwa wapi? Mbinguni. Ila sasa Kristo kuhani huyo anafanya kazi hiyo kutoka wapi? Kutoka mbinguni. Kwa hivyo ni mfanyikazi, ni mtendakazi, ni mhudumu wa hekalu la mbinguni. Yeye yuko wapi? Mwenyewe yuko wapi? Yupo katika hekalu la kimwili ambalo linaitwa majengo ambayo Mungu anakaa huko na malaika. Hayo yapo. Sawa? Yupo huko kwenye hayo majengo wanafanyaga ibada, hao yapo huko. Lakini hayo sio hekalu la mbinguni linalozungumzia kwenye maandiko. Kwa hivyo kutoka huko anashughulikia hekalu lake na material yake iliyo wapi? Duniani. Mungu aweze kubariki. Naam.